kila wakati. Nafsi yangu ikuhimidi kila saa, moyo wangu na ukuinue kila wakati. Nafsi yangu ikuhimidi kila saa, moyo wangu na ukuinue kila wakati. Nafsi yangu ikuhimidi kila saa, moyo wangu na ukuinue kila wakati. Nafsi yangu ikuhimidi kila saa, moyo wangu na ukuinue kila wakati. Nafsi yangu ikuhimidi kila saa, moyo wangu na ukuinue kila wakati. Nafsi yangu ikuhimidi kila saa, moyo wangu na ukuinue kila wakati. Nafsi yangu ikuhimidi kila saa, moyo wangu na ukuinue kila wakati. Nafsi yangu ikuhimidi kila saa, moyo wangu na ukuinue kila wakati. Nafsi yangu ikuhimidi kila saa, moyo wangu na ukuinue kila wakati.
There is no God like you. Worthy is There is no other the God like deception. you. You are God yesterday, today, and forever. You are excellent, you are awesome. Father, you are God from You generation are to mighty, generation. you are wonderful. We thank you, God, for your word. You are mighty, you are awesome, Jesus. We bless your name, God, for you. You are holy, Jesus, and we give you glory, Lord. We thank you. Father, this morning we thank you. We agree there is no one like you, Lord. This is the first Sunday of a new year, 2022. You are a merciful and a gracious God. Thank you for enabling us to see this day, and thank you for allowing us to be in your presence. And this morning, Lord, we pray that you will speak to us. We open our hearts to you, Lord, that you may speak that which is in your heart to us. Thank you for this day you have commanded us, even to gather here in your name. Thank you for the brethren who have come. And Lord, we subject ourselves to your Lordship this morning. And we pray that you shall speak to us that which you want us to hear, Lord. Thank you for all you have done. Thank you for giving us the gift of life. Thank you for preserving us, Lord, and we are alive today. Thank you for our families. Thank you for our children. Thank you for our friends. Thank you for the good things you have done. Thank you for blessing us in this nation where we have peace, that we can be able to come to the church and to worship you. Father, we are ever grateful, and we are so thankful this morning that you have given us this opportunity that we may worship you. There are places, there are countries where there is no freedom of worship. There are countries where people are fighting and there is no peace. We thank you, Lord, for the nation of Kenya. We want to thank you, Lord, because you have been gracious to us and you have been merciful. Your name be glorified and your name be exalted. Thank you, Lord, even for giving us the grace. Thank you for your healing, even over this pandemic. Last year, Lord, most parts, even of worship, was closed because of this disease of COVID. But we want to thank you. We begin this year with no lockdown. We begin this year, Lord, when there are very little restrictions. And we pray that this disease shall disappear this year in the name of Jesus. That your people shall rise up to worship you, to move, to do their work of profit and to benefit for the glory of your name. We thank you for all you have done. Thank you for gathering us here again today. We pray that you shall bless us. Can you lift your hand and say, Lord, bless me. In this first Sunday of the year, I open my heart to you. Speak to my life in Jesus' name. Amen. Amen. Can we give God the hand clap? Amen. Welcome. We are so scattered. Why don't we come a bit closer? We are not many. We will still keep the social distance. Please let us tusonge mbele. Yes, hata nyinyi mnaona mko mbali sana. Just come near. I was actually toying with the idea of not having this first service. But then I said, now that we have begun a new year, let us begin afresh. Even the few who will come, we will be able to minister to them. I know there are people who travel, they have not yet come home, back from rural areas. There are also those people who never travel, they are just in town, but they are in a mood, ya festive season. Bado wako kwa ile mood ya sherehe, hawasiki hata wakuje kanisa. They just want to relax. So I'm really thanking God for you, for
even coming this morning, that we may be able to hear the word of the Lord. And I felt this morning I just speak blessings to us according to the word of God in Deuteronomy chapter 28. I'll be speaking blessings or declaration of blessings that God spoke through his servant Moses to the children of Israel. And somebody will say, sisi sio Israeli, sio sisi tulipewa hizi baraka. But there is a way we share in the blessings of Abraham, in the blessings of the children of Israel. The children of Israel are descendants of Abraham. And Abraham is a man of faith. And by faith, as a church, we are connected to the blessings of Abraham. The Bible says Abraham believed God, and it was credited unto him righteousness. We have also believed in Christ in the same way that father of faith believed. The blessings of Abraham belongs also to us as a church, because we have been joined together in the new covenant through Jesus Christ. Abraham is a type of God, and Isaac, his son, is a type of Christ. And when he's taken to be offered on Mount Moriah, it shows you God's covenant relationship. So in the Old Testament is a type and shadow. And then in the New Testament is the real thing, Jesus coming to give his life. So Isaac becomes Jesus in the New Testament, who went to the cross like a lamb. He did not complain. There's a man of God who shared here, and he brought this passage so powerfully, like I think it's Brother Miriam, and he said, you know, Isaac, his son, must have been somebody amegrow. Si akukua kadogo, kale unakanyagia chini utoe kama sadaka. So this young man must have really understood akachikubali. They could have wrestled with the father hata muumize in self-defense. Lakini alikubali akafungwa, akawekelewa kama sadaka. That is Jesus. He gave himself as a lamb to be slaughtered. He did not add a word. And through that, we have eternal life. Praise the name of the Lord. So through Jesus Christ in the new covenant, we have eternal life. But I also want us to understand that we are not only talking of eternal life in the eternity coming. We begin to experience that eternity right from where we are. Kuna wapendwa wanangoja wakuje kufurahia maisha wakati tunaenda mbinguni. But when you have loved the Lord, our eternity begins now. So his eternity is not in the futuristic. We begin now and we continue, and it will be culminated when the Lord Jesus Christ returns for the second time. So there are blessings which we need while we are here on earth. And there are blessings we'll need when we are with God in heaven. And both of them are important. So I want us to go to the book of Deuteronomy 28. Are we there? In Deuteronomy 28, when you read from verse 1,
in the New King James Version is on our screens. The Bible says, now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all his commandments, which I command you today, that the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. As I share this morning, I want you to open your heart to receive this. This is not just notes to be written alone. I want you to open your heart to receive. The Lord put an impression in me that I release this blessing to you as we begin this year 2022. And as we are going to read in the first part of that Deuteronomy up to around verse 14, blessings are pronounced and they are conditional blessings. Conditional blessings means there is your part of the bargain. There is something you need to do, and then God will do his part of blessing you. So as we claim these blessings, there are 21. If you were to number them, there are 21 blessings pronounced in that Deuteronomy 28. And I want these blessings to be yours in Christ Jesus. Can you say amen? Can you say amen, church? Even those who will watch this message, just open your heart and receive. Believe in your heart. God is speaking to you just the way he spoke to the children of Israel. Then God is speaking to you right now. Receive them. Allow this word to go to your heart. And let this blessing soak into your life in the name of Jesus. And as you receive this blessing, the condition given is just one. It is called obedience. Can you tell your neighbor obedience? So when you will obey, if you obey the Lord, you love him. In the time of Moses, there were commandments that God had given. 12 to be precise. No, 10. 10 commandments. And they were written. The Israelites knew what God required of them. You shall love the Lord your God. You shall not have any graven image. You shall observe the Sabbath day. And you can list them up to 10. During that time, there was no complete Bible like what we have today. What we are called the scriptures. But there was the law of God. The decrees that God had released to Israel through his servant Moses. So he told them that if they were to hearken diligently, you know, diligently is more serious. Unahitaji uwe na umakinifu. If you diligently obey the voice of the Lord your God. So God was speaking to them. They needed to be diligent in hearing his voice. What was he telling them? And then when he has told them, they observe carefully all his commandments, which he was commanding them, which he was telling them. So there is the hearing, and then the hearkening, kusikia na kutii. After they have done that, then the blessings which are now mentioned is their portion. And today I want to speak to us in the name of Jesus. That we may be people, we may be men and women who will hearken to the Lord. Will be able to love him, to be restored back to him. Through Jesus Christ, the Son of God. We can be born again if you are not. You can make a decision to live for God.
And when you have said, I am living for God, you love the Lord. I believe the greatest commandments now we have is just one, the commandment of love. Loving God and loving our neighbors ourselves. And when we love God and our neighbors, we shall have obeyed all the commandments in the Old Testament without actually reciting them. Because love is what carries everything. When we love God, will not want to hurt him, will not want to do something contrary to his purpose and to his will. When we love God, we'll want to do all that pleases him. When somebody is in love, he'll not want to hurt the relationship. They want to do something which pleases their partner. And that is the key to this blessing. Sometimes we rush to bless people. We tell them they'll be blessed. But we don't tell them these blessings are conditional. Kuna hata maunabii nyingi watu wanauliza mbona haijafanyika kwangu? Mtumishi wa Mungu alisema hii itafanyika, mbona sijapokea? One of the reasons is that most prophecies spoken to people is conditional. Depending on how you will respond and how you will behave. Very few ndizo prophecy zile, no matter what you do or no matter what you say, zinatimia. Kama ile ya Yesu kusaliwa, even if everybody rejected him, Jesus was to be born. Even if nobody listened to him, Jesus was to go to the cross. That was God's sovereign will. It was sovereign overriding. It was to happen. It didn't need some people to have faith just so that Jesus will be born or Jesus will go to the cross. No. But I want the church to be informed. I want us to be schooled in the things of God, so that we don't just say, I receive. Unasema, I possess. You will not possess if you don't have the qualification of possessing this blessing. What joins us to the blessing of Abraham is when we have faith in the Son of God. When we have faith in Jesus Christ. Jesus Christ can be traced to the root of Abraham, to the stem of Jesse, the root of David. When you follow your genealogy, it's joined in the New Testament. And then when we believe in Jesus, it's like we die and we resurrect with him, then we are joined together. So what qualifies you to be a heir to this blessing is our union with Jesus Christ. It's when we are willing to be partners, all co-heirs together with him. Then these blessings now nitaanza kusisoma. Are we together, church? Kama tumeenda mbali na Mungu, tunaweza mwambia Bwana tusamee. Mwambia Bwana nisamee, Mungu nisaidie. Last year nilienda zaidi. Last year sikukutii. I did things my way. I did what pleased me. But this year I want to purpose to please you. I want to purpose to hear you. I want to purpose to love you. That should be the beginning point before you begin saying, I receive. We have made Christianity so simplistic that no matter what people will do, even if they continue sinning, God will bless them. God will just receive them the way they are. And this is an erroneous teaching. I believe we don't want to hurt people. Tumefika mahali utaki kuhubiria watu vitu kali kali itawaumiza. We want to preach them a soft message. But it can never be such soft. So the beginning point is obedience. Let us learn to obey God. Are we willing to obey God? How many people are saying, I'm ready to come back and obey God? Amen. So when we are in obedience with him, when we are under his covering, when we are under cover, I'm going to deal
along in the course of this year on being under authority. I'll be talking about God's authority. Being under his authority, when you are under the authority of God and you are fully submitted to him, then you can claim these blessings. Then he begins now to make a declaration. And the first blessing is, and as I declare this, you will say amen. And I want to believe you have taken time, you will say, Lord, forgive me. Lord, I want to begin anew. Kuna watu walikuwa wamepotea last year, lakini they are finding their way back to the throne, back to the presence of God. Wanaambia Mungu, Bwana nisamee, nimerudi tena. Sasa rudi na upatikane mahali unatakikana, ndiposa hizi baraka sinapowachiliwa sinakuwa your portion. So then he tells you, that he tells the children of Israel, that if you are careful to hear and to observe his commandments, that I am commanding you today. Then number one, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. Being set high above the nations of the earth. There is a special favor God releases to his people. God favored Israel. Kulikuwa na watu wengine wa mataifa, lakini Mungu akaamua kwamba kusudi yake kupenda ili taifa la Israeli. Israel has survived. It's a very tiny nation now. Ni nchi kadogo sana. Very tiny. Lakini hiyo nchi is among the superpowers. Because of this, God set the children of Israel, the children of Jacob. He was the one whose name was changed to be called Israel. That they will be above all nations of the earth. Being above all nations of the earth. This is being above in dominion, in leadership, in blessing. Kuna vile anawasaidia wana dominate wherever they go, they stand out. And I want to declare this morning that this blessing of Israel be ours today. That the Lord will set you above your brethren. The Lord will set you above your clan. The Lord will set you above even peoples of this nation. You stand out. There are other people, but the Lord just locates you. Na anakuinua unasimama. You can stand out in your career. The Lord can locate you, you stand out. Even in the small things you do at home. Unafanya tu farming kidogo, unakuwa celeb. Unafanya kitu, inakupa umaarufu. Watu wanakuja kubenchmark kwako. And you begin being lifted in all areas. You find the grace and favor. May that grace and favor be yours today in the name of Jesus. I receive it in the name of Jesus. Can you say I receive? Even in your families, even if there are 12 children, may that favor of the Lord locate you because you are born again. Ikuraise among your brethren. Mpaka wanakuja kukuuliza mashauri. That's being above. You know, Abraham was told, I'll make you a great nation. Making him a great nation was to raise children, to have many people around him, to have many offsprings. And may you be favored of the Lord. May you be the first in your family to do certain things other people have never done. That is being set above all the nations of the earth. May you do what your father never did. That is being set above. May you do
what nobody has ever done in your clan, because you are a child of God and you believe in him. May you stand out today in the name of Jesus. There are businesses your fathers never did. Pengine walifariki wakiwa maskini, ama wameseeka wakiwa maskini, but the Lord locates you and he blesses you materially until you are able to stand out wherever you are. Watu wanaanza kutumia jina lako kutafuta mahali wanakaa. Wanasema hapo karibu na kwa Rose. Sasa Rose yanakuwa reference points. Why do we use some prominent men kuji-identify? Unasema hapo karibu na Kimemia. Tukiwa pale Nakuru kuna Kimemia Road, barabara imeundwa hapo. The one Kimemia who is the governor. Kimemia is a prominent person now, is a governor. I want to believe of Nyandaru. Bwana asifiwe sana. And that's prominence. So mtu anaanza kujiidea, ukimuuliza kwenu ni wapi, anasema unajua so and so. Eti kwangu ni hapo. Karibu tu na huyo. I declare today, may people use your name to try to describe where they are located, because the Lord has raised you above your brethren. Utachenga kinyumba mpaka watu wanasema mahali kuna ile nyumba ya gorofa, hapo ndio karibu na nyumbani. Unaweka kitu mahali, unaweka biashara, watu wanasema mahali kuna ile mall kubwa, hapo ndio nyumbani. Those blessings belong to us. I release them to you in the name of Jesus. Receive them. It can happen to you when you believe God. So ukipenda Mungu anakuinua above your brethren. And I'm not only talking about the material lifting. Hata kwa mambo ya kiroho Mungu atakuinua, unaanza kufanya mambo mpaka watu wanatoka mbali kuja kuona. Unavuma. Mungu anakutumia katika gift ya uponyaji, watu wanatoka mbali. Wanasikia kuna jamaa anaombea watu na wanapona. Mnakumbuka yule babu wa Loriondo? I think he died last year. Alifuma miaka zingine nyuma. People were boarding passes, wanapita hapa Turuma Saini. Wanaenda kukunywa kikombe ya babu. And they enjoy limelight kidogo. I really don't know. I cannot say it was fake. I cannot say it was not. Perhaps it is true. God had shown him hiyo mti ambayo ilikuwa inaponya, na pengine watu walipona wengine. And then for some unknown reasons hiyo tena ikapotea. I don't know. Only was an imposter. I don't know. I can't judge him. But you see, huyo babu alifuma mpaka watu wanaenda kwake. Unajua it was just an ordinary home. Lakini do you know, hata ndege zilikuwa zinatua hapo. Wazungu hata wanafly wanakuja hapo. Kwa Kenya sisi ndio tulikuwa even more notorious. Kulikuwa na brokers wanakuweka kwa pass. Hata wanakula pesa ya babu. Anakulipisha mpaka pesa ile yule babu achukui. May that fame be yours in Jesus Christ. Unafanya kitu mpaka inakuwa kitu kubwa, watu unapata favor mpaka inaenezwa, watu wa media wanaipublicize. That's what I mean. When the Lord's favor is upon you, you stand out, even in your family. Unapata people are quarreling, you come, you release one word, wanasema vile Chelule amesema tumewajana na imam. That is favor. God raising you above your brethren. Watu wanazozana lakini unakuja unaongea one word. Wanasema kama sio Cheruna ameongea hii kitu hatungekubaliana. Lakini vile ameongea tumewajana na hiyo maneno. That's God's favor. Anakupea even above your brethren.
I receive that grace. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the spirit. It can't be yours. Kuna maboma ilikuwa imedharauliwa, ilikuwa pure. Lakini kwa sababu ya neema ya Mungu, hayo maboma yamebadilishwa. Kuna msichana amesababisha magari kuendeshwa kwa compound haijawahi endeshwa magari kwa sababu amekiweka vizuri, amekitunza, akasoma mpaka kichana anamposha kwa ndoa. Ndoa harusi ya kwanza ya kikanisa inafanywa na kunakuwa na msafara. Kuna aibu fulani inatolewa. When I got married through a wedding, there is something my mom spoke and he said, "You have really honored me. I never thought such a thing will happen in our lifetime." Because even my elder siblings, they had gone. Hawakuolewa in a proper way. They had just left. But you see, something began happening. There is one thing which happened through your harusi too. Ikaleta picha ya heshima. Kwa mzazi anapokea hata ikiwa ni ng'ombe mbili anapokea. Alafu maneno yanasemwa, declarations are made. May that be your portion in the name of Jesus. If you are here, you are a young lady waiting upon God. You are a young man. May God make you a fast. Heshima ikuje kwenu kupitia kwako. Baba yako aheshimiwe kupitia kwako na mama. Kwa sababu Mungu amekuinua na umepokea hiyo kibali. Lift your hands like this and say, I receive. Receive it in the name of Jesus. Ile mambo ambayo ilikuwa ni ya kinyume, inasusha watu chini katika klani yenu, familia yenu, it will not be your portion. Ile uduni iko kwa familia. There are families, they try to do things, they don't prosper, they don't go anywhere. But today I pronounce this blessing is yours. You will stand above your brethren. Then number 2 it says, and all these blessings shall come upon you and overtake you, because you obey the voice of the Lord your God. Blessings coming and overtaking you. So you have overtakers blessing. Overtaking means ulikuwa unakaa umelag behind. Hakuna kitu kwa maisha yako. Even last year there was nothing. People were looking at you wanasema nimebarikiwa, naona hana kitu. Huyu mtu amebarikiwa nini? He has nothing. But you see, when the blessings of the Lord are released upon you, they go ahead of you. They are accomplished in a shorter time than ile mwingine angechukua miaka 10. Kuna vitu Mungu atafanya haraka zaidi kwa maisha yako, very fast. Kuna watu wanaona kama alichelewa kuolewa. Then God blesses you, unaingia kwa ndoa na anakubariki, anabariki your womb, mnapata watoto haraka na wa afya. Wengine mnaanza kupata mapacha. Unagonga mapacha mara 2 wanakuwa 4. Hello? That is overtaking. Mtoto anasaliwa, unaona kama mtoto wako amechelewa. Then Mungu anampa intelligence ingine super. Anaanza kurukishwa classes. Unapata mtoto ni mdogo, amefika standard 8 anafanya mitihani. Ndio hii the CS Mago alikuwa anatambua the youngest. Unapata umeenda haraka, umeachiliwa and you are the youngest in an organization. That is what I mean by overtaking. Baraka zinakuja mbio. Bwana asifiwe sana. May that be your portion in the name of Jesus. Si kama mnapo. Are you guys receiving? Can you say I receive? But remember the word keeps on saying
if you obey the voice of the Lord your God. So let us not disconnect these blessings from his word, from being obedient to him and loving him. When we love him, he'll cause blessings to overtake us. Kuna wakati unaanza biashara, wengine wamengangana for a long time na ijafaulu, hata wewe maybe ulikuwa unafanya before, then unafanya kakitu kidogo, unaona hiyo biashara is on an upward trajectory, inaanza kwenda juu. That is overtaking. I love that. So I want to tell somebody this morning, if you are in God and you obey him, uchachelewa. Tell your neighbor, uchachelewa. Eti nimeseeka sana sitaweza hii. Uchachelewa kwa sababu you have overtaker's blessing. When the blessings of God is upon you to overtake, kuna vitu utafanya in 1 year, other people will take 20 years to do. Can you say, I receive it? I receive that blessing of overtaker. Blessings overtaking me. Unapokea gari na ujui kudrive. Hiyo ni baraka imekuovertake. Rose. Yaani baraka inakimbia inaenda mbele yako. Ulikuwa unatarajia Mungu akupea gari, ujajitayarisha hata uende driving school. Hiyo gari inafika na wewe hujui kuendesha. Sasa una haya mtu anakuzungusha round. Hiyo ni baraka imekuovertake. Bwana asifiwe sana. Can you say what? Sasa kama you are here, you have been overtaken by blessing, kimbia shule. Kama umepokea gari na hujui kudrive, enda chua kudrive. But I love that. Unapokea gari na kwenu hakuna njia, gari inafika sasa inalala kwa neighbor kwa maduka. Hiyo ni baraka imekuovertake. Hakuna njia unaweza bereka gari mpaka ilale kwenu nje. Unaweka kwa mwalimu yule amesoma ako karibu na barabara. Ama barabara iko matope, haijatengenezwa hiyo kanjia iingie kwenu. Hiyo ni baraka imekutangulia. How many people are foreseeing themselves being overtakers? Praise the name of the Lord. I know kuna tayari wengine mmeshapokea hivyo. Kuna wale Mungu ameshabariki hivi, amekuchapa na baraka pap. Nashanga, na hii ilikuja aje? How did this come? Hata sikukuwa ready. Umewahi kuwa promoted and you are not ready. You don't feel ulikuwa even umejitayarisha. You even don't believe that you were capable of getting the promotion. Blessings sinaku overtake. That is my portion in 2022 and beyond. Paka watu wanakuwa surprised. Ai, na huyu mtu hapa tunamuona anaenda hapa chini Shalom. Tunaona maisha yake ni kidogo. Na amekuchaje? Huyu mtu ameendaje? Unakuwa what they call an enigma. Mtu wesi explain, yani you are mysterious. May that be your portion in the name of Jesus. Can you say amen? Can you say amen? This requires faith. This requires obedience. Na ninaamini Mungu hata mimi atanipeleka speed sana mwaka huu. Bwana asifiwe sana. Kuna vitu sitaanza kufanyika haraka sana. Some of us have been going through the life of a bamboo. You know, when you take a bamboo seed, wanasema uipande, hiyo bamboo inachukua so long kumea. Na ikimea kanakaa hivyo for so long. You continue manuring, you continue ministering to that seedling, lakini haikai kama inabadilika, inakaa tu. Kumbe ilikuwa ina absorb for it to have what we call capacity. Lakini siku moja
ina shoot, wanasema in 2 weeks hiyo bamboo ina grow, inaenda juu. May your life be like that bamboo. Kuna mahali umekuwa unakaa like umestagnate, nothing is happening. Anasema nani mshahara na ionekani anapeleka wapi? But you are absorbing, you are building your capacity. Bwana asifiwe sana. Ndege ikikuwa chini, hizi ndege kubwa zinaenda mbali, uwakishi hivi kama bodaboda na inaenda. Hiyo ndege inakaa chini, inangurumishwa, then inaanza polepole, inaanza kuchukua momentum. Inanguruma. Kuna level inafika sasa, inakuachiliwa, inaanza kumove kwa runway. Kwanza inaenda, unafikiri mnaweza tembea nayo hivi, ufikiri ni mwenzako, mnatembea hivi pamoja na ni ndege. But inaendelea kugain momentum choto. Then inafika mahali sasa inakuwa kama gari Mercedes all BMW ama V8 ama Range Rover, inakimbia. Hata Kipchoge Keino sasa haiwezi ishika. Inakimbia, but still hiyo si ndege, because ndege sio ya kukimbia kwa runway, ndege ni ya kwenda juu. So kuna mahali inapata nguvu ya kutosha, inaitwa lift. Hiyo lift sasa inafanya ndege ina overcome the contrary law of gravity. You know gravity ina pull vitu chini. Nikijaribu kuruka hivi lazima niteremke, hata ikiwa nimejazwa na roho. This law is working on me. Bwana asifiwe sana. Hata nikiomba kwa nini bado nitateremka, the law of gravity. But you see, science they normally say you have to create another law to overcome another one. You don't break a law, you just come with another law which overrides the other one. So the law of the lift overtakes the law of gravity. That's why ndege with hiyo uzito yote na tons mingi inapanda juu. Lakini hiyo ndege kuna wakati imekaa, huwezi jua ni ya juu. You are such a person. I bless you. Hii miaka ingine imekuwa ya ku-increase your capacity. Mungu alikuwa anakutayarisha for the big thing in 2022. Watu wanaangalia wanasema anapiga kelele, amekuwa akiomba kanisa na hakuna kitu. Ni watu maskini, hakuna kitu wako nayo. Lakini Mungu amekuwa akichenga capacity yako ya kiroho to handle wealth, to handle blessing. The Lord was expanding your understanding and your grace, even to handle money. Sasa pesa ikikuja, utaama nyumbani. Unajua kuna mtu, if you are not prepared enough, pesa inakuja, unaama nyumbani, unaenda unaoa wake wengine 5 mara moja. Because you were never prepared. Bwana asifiwe sana. And this brethren ni kitu ya ajabu. Kuna watu shilingi 20,000 peke yake inafanya halali nyumbani. Eti ni ya bonus ya majani chai 20,000. Unampata hako hapa town 20. Huyo mtu haja develop capacity to handle money. But you have that capacity in the name of Jesus. God is not afraid kukubariki. Lakini kuna watu hapa akikuchapa na milioni 2, utakuwa milioni 2. Utakuwa umekuwa kikukumisi. So he needs to stretch us to a level you can walk na 2 million in the pocket and you are normal. You are not swollen. There is nothing inaonyesha until you tell somebody. Bwana asifiwe sana. Can you say that's me? I receive that grace to be an overtaker. Amen. I want to pronounce, you know, sina haraka eti nimalize. Nataka niende hata zikiisha 3. I can continue it even in the second service. Hii si syllabus tunamaliza. What I want to say is, mwaka huu ile vitu inakaa umestagnate, uchagua achieve in your life, be it academics, be it promotion,
unakaa tu umekuwa huko. This is your year to overtake. This is your year to go up. This is your year to stand out. I bless you in the name of the Lord. Because you are not equal. Wewe ni ndege ya kupaa angani. Wewe sio wheelbarrow. Wewe sio baiskeli. Your grace ni ya kwenda juu. You are an eagle. Wewe si kuku. I've come to tell somebody, the Lord has blessed us. And is ready to bless us, that we may have that overtakers blessing. Then number 3, he says, blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the country. Kuna baraka inawachiliwa ya kubarikiwa mahali kokote uendako. And I want to pronounce this. Their brethren wamekuwa wakiamahama. Even literally in their lives. They are trying to find a place where they can flourish. A place where watoto wao wawezi rogwa na majirani. Mahali wanahesabata utulivu. But I want to speak this. When this blessing is upon you, whether you are in the village where witches are located, whether you are in town, the blessings of the Lord will be released upon you. And I bless you this morning in the name of Jesus. Those of you who have no land, you have come to town. Shamba yako ni hiyo kabedi sita umekodisha. Uwezi atafuga kuku kwa compound ya mtu. Leo nimekuja kutangaza, you have the blessings of the Lord. Unajaribu kufuga kuku, anakataa hataki uchafu kwa compound. Hiyo kuku moja unachinja mnakula. Leo nimekuja kutangaza baraka katika mchi. That the Lord will bless you and bring things to your hands. Can you lift your hands like this and say, Father, bring these blessings to me. Mungu akuletee utajiri. Ulikuja nyumbani, ulitoka Ugenya una kitu. Ulitoka Western una kitu. Lakini Mungu anakupanua in Bomet. Mungu anakupanua in Nairobi. Mungu anakupanua Kitale. Mungu anakupanua Mombasa. Una acquire prime lands. Hata wewe unaanza kuwa na uwezo. Una build structures. Unaanza kuwa landlady. Unaanza kuwa landlord. Unawika town, because the blessing of the Lord is upon you. Ya muhimu ni baraka. When baraka ya Mungu iko kwako, hata uwe reserve huko, hata uwe town, there is no difference. I am blessed. Can you tell your neighbor, I am blessed? Whether niko tao, kuna watu wanasema au mtu alipotea kwao. Huyu mtu hata Christmas yaendi kwao. Hata ikiwa ni mwaka kuruka mwaka, yeye anaruka town. Bwana asifiwe sana. Siku moja, because of the blessings of the Lord, even beginning this year, may this be your portion. Wale walikuwa wanakuona wewe una kitu, wewe ni vagabond, wewe ni mtangatangaji, wewe sio mtu anayetangatanga, wewe ni mbarikiwa. Mahali unakanyaga, it is blessed. Bwana asifiwe sana. That's why, like me, a preacher, I am an international man. I am blessed in Bomet. Bomet sio nyumbani, sio Kisii. Kuna watu wanasema enda kwenu huko Kisii. Let me tell you, this earth belongs to the Lord. Nikikanyaga hapa Bomet, I am blessed even more than I'll be blessed in Kisii. Because this is our Father's land. This is our Father's home. Amen. Unajua when people are tribal, wanafungwa hapo kwa hiyo cocoon of tribalism. Hawawezi ona beyond there. Leo nimekuja kutangaza, wewe ndugu, hata ukiwa ni Mkisii, when you are in Christ, kuna tribal cocoon inafunjwa. You can prosper beyond Kisiland. Uweseme wacha tujasane hapa pamoja. Ndio
kwa sababu sisi tunaongea lugha moja tutasaidiana. I want to encourage brothers who are here, even from this land. If the Lord raises you to leave this land in Kalenjin land, in Kipsigis, leave. Don't be afraid. Don't say nisipo kitoka hapa nitakufa. You can go to a different place, even in Luo Nyanza, and you prosper more than you could have prospered in Bomet. Sijui kama kuna mtu anasema amen. Simuseme amen. Ama ni maski mmejifunga kwa mdomo. Bwana asifiwe sana. How many people are excited unasema I want to prosper wherever I go? Amen. I prophesy to you. Ulikuja Bomet na kabak na nguo moja. Lakini when you will be going back, kuna vitu huwezi beba because shamba huwezi weka kwa lori upeleke mahali ulitoka. Mungu atakubariki na shamba. Mungu atakubariki na mali uwezi ama nayo. That is my portion. Can you say that's my portion? Blessing in the land, in the countryside, and a blessing in the city. Ninahitaji hiyo baraka sana. Just need it. Praise the name of the Lord. You know, when the Lord was speaking to me, nitoke kazini nikuja kufanya kazi ya Mungu. Haikukuwa jambo rahisi. Given mahali tunatoka. Tumetoka hali ya umaskini na shida nyingi. Nimesoma, niko na degree, sasa nimepata kazi ya serikali. But I want you to know, brothers and sisters, that even as I left hiyo kazi ya serikali, I literally resigned because sikukuwa nimeattain 50 years of retirement. Whatever can be called retirement. And if people looked at me wanakuhurumia, wanasema huyu mtu ni mjinga sana. Si ungefanya useeke kidogo. Had felt a nagging in me that I'll not give myself to the Lord. I'll not come to preach when I've already retired. No, normally we say, when you are retired, you are tired. Serikali wanaona huyu mtu hakuna mbali anaenda, wacha tumtoe aende kujiprepare nyumbani. But you see, hiyo ni mtazamo yao ya dunia. But you who is a child of God, when the blessings of the Lord is upon you, even if ni kazini umetoka na umeingia kwako, you will prosper even higher than when you were employed. Sisikii kama kuna watu wanasema amen. Haven't we seen people who are more blessed when they have been retired, wanaambiwa wanaenda kula pension, ndio sahi wamebarikiwa kuliko when they were on payroll. Mpaka unashindwa mbona sikutoka haraka? Now, nilitoka civil service and I'm in the church. But one thing I want to tell you, you take a risk. When you serve God, you take a risk. And if you listen to many people wesi, you can't. Kuingia kanisani kuhubiri aiangaliwi ulimwenguni kama kazi. Haionekani kama ni kazi ya maana. Nasema ubiri ukifanya kazi. So easy kazi. But the Lord has taught me that as long as you are in Him and you are faithful, He'll prosper you wherever you are. And the brethren, I feel I'm more comfortable than when I was in Budalangi and Busia. Hello? Bwana asifiwe sana. Si hata nyinyi mnaona tu. Kuna hata t-shirt nilikuwa navaa sifai siku hizi. Nyinyi mlikuwa mnaona hizo t-shirt. Jambo Kenya. Inua jamii. Sile shati za nini zinatumika kufanya promotions. Anyway, I've never put t-shirts
Sasa siasa mwaka huu ni some of you mtaanza kupewa ma t-shirts. Chama fulani tosha. So hizo ndizo unafaa. But you see, when the Lord lifts you up, you can live mahali hapo na unaanza hata kufaa tofauti. Watu wanashindwa huyu mtu anatoa pesa wapi? I feel I'm more blessed now than when I was, because the blessing of the Lord is upon me. And I want to pronounce this to you, brothers and sisters. No matter where you are, if it's God guiding you, I'm not saying you just go anywhere. You listen to your heart and you allow the Spirit of God to lead you. If you are here in Bomet by God's leading, prosper in Bomet. Lift your hand and say, I receive the blessings in this land. Kuna wandu wamepewa transfer to Bomet, they are in hibernation mode. Eti wacha nikaa hii ni ya kushikilia mpaka nitoke Bomet, ndio nikuje kwenda mahali nitaprosper. Hapa Bomet hakuna kitu. Kuna watu wamebarikiwa hii mji. While wewe unangoja urudishwe Mombasa ndio uende kuprosper, there are people prospering in this land. Wave at me. Ni kweli ama sio kweli? While wewe unataka kutoka, Indians wanachukua passports wakuje tu Kenya wa settle in Bomet. Ndio hao wameanza kuinua makorofa in Bomet. Wao wanaona opportunities where even us watu wa Kenya hatuoni. Eti ukipelekwa kwenu pale Kisima Gwagwa ndio utaprosper. Sometimes God allows you mutoke kwa mandugu zenu musirokane mkufe. Bwana asifiwe sana. Do you know kuna vile Mungu hata anawatenganisha na kutoa nyumbani. Kuna upusi iko sometimes in the village. Kuku peke yake, kuku. Tell your neighbor kuku. Yaani eti mtu ameona kuku 5 zinatembea zimenona. Zinapita karibu na kwake. You know ni fence mumepitana, hata ni fence ya kayaba ama fence ya nini? Ya biti. Kuku inapita, unajua kuku haijui hapa ni kwa ndugu yangu. Kuku inapita inaenda the other side. And it's a big issue, kuku. What is the value ya kuku? Haki hata ukiuza kuku moja 1,000. Lakini kuna ile hata mtu akusalimii eti umeanza kufuga kuku. I want to put you free. Mungu anaweza kukufungua hata uame hapo, uende Nakuru kae, upate mahali, uanze kufuga kuku. There are places nilikuja kugundua hata mwewe asikuli kuku. Do you know that? One of those places in Nakuru. You can hardly see mwewe inakuja kuchukua kifaranga unless ikufe ikue mgonjwa. Mpaka unashangaa. Na hakuna mtu anakuuliza what you need to do. Sasa wale warogi ni such towns ni wezi. Ni kulinda tu wasikuje kukuibia. Ukue na some security. But I am saying kuna mahali the Lord will relocate you so that you go and prosper. Usilie. Tia brethren, Mungu aliruhusu ukuje hapa. Ndugu yako hata angekuwa amekukata na panga. Mkinyang'anyana hiyo kashamba half. Hiyo kashamba nusu. Kuna ndugu yako yule anakunywa pombe angekuwa amekukata mguu. Lakini sasa Mungu amekuleta mahali atakuinua mpaka ukirudi hata anaona hiyo shamba ni bure. Unarudi unamwambia wewe endelea kulima tu. Bwana asifiwe sana. There are brethren who are here, you are blessed. But kuna mahali hata kukatana hiyo kaplot. Hiyo kaeka moja kila mtu anang'ang'ania apate hiyo kwota. Na ni vita. Ukisongesha hata mguu moja itafanya watu wauane. But when God has blessed you, you reach a level. Hiyo ni kitu kidogo sana. Can you tell your neighbor hiyo ni kitu kidogo sana? Eti ancestral land. Eti shamba ya papa yangu. Nataka kuambia wapendwa mnanisikiza. Si lazima hata uague hiyo shamba. Kuna watu wako wanaendelea kusosana na wazazi eti wagawague shamba. Ama your parents died, sasa mko embroiled kwa vita.
ya succession. Baba alikuwa na chai, wacha atupasulie. My brother. Mungu akikubariki unawajana ndugu yako huyo mwingine ako reserve anachuna hiyo chai yote. Lakini unapoenda yeye ndiye anakuambia ndugu si unitunge kakitu. Na yeye ndiye umeachia chai. You live better katika hiyo kaploti unaishi in town quarter than somebody yako na eka mbili in the village. So I'm not saying the village is bad. Please don't get me bad. Musinipata hivyo. What I am saying, Mungu akiwa ameamuru ukae kijijini, you shall prosper kijijini. Can you say amen? Na akiamuru you prosper in town, you shall prosper in town. Sasa it is you to discern where God has called you to prosper. Tulilelewa tukiwa kwa kaploti. I want to believe ni eka moja na ina title ni shamba ya ukoo ya extended family. Ile bado ni title ile moja ile ya babu. And I want to thank God because of his blessing in my life now. Hata nikienda Kisii, we have never divided hiyo kashamba. We are two brothers, mimi na Henrik. Can you stand? Maybe some people don't know you are my brother. I don't like to just wave at the church. That's Henry, my brother. God bless you. Tuko wawili hivyo men. Mameni wawili. You can sit. Lakini hiyo kashamba hatujakatana. Do you know why? It is the blessings of the Lord which has blessed me, which has blessed us in the city. Sasa Mungu akikubariki, munaenda kukata hiyo ikuwe nini? Si hata mnasema wacha iendelee kulimwa hivyo. Do you know kuna hata vijana wanataka waue mzazi atoke ndio walime shamba. It is because they are limited. Hawawezi kuona beyond hiyo kashamba. But I bless you as the church. In this year 2022, may you see beyond hiyo kashamba. May you see beyond mahali umekuwa caged. Be blessed beyond your ancestral land in the name of Jesus. May God take you to higher levels of blessing. Hallelujah. I should be stopping now. Then he says in verse 4, I told you I'm not giving you notes just to write. You can write, it's okay, but I want you absorb this thing to your heart. Unajisemea mimi. Can you say mimi? Hebu chikonge hivi, sema mimi. Mimi ni mbarikiwa. Usinione hivi. Tell your neighbor usinione hivi. Hata ukiwa unabeba vitu kubwa, ni vile haijaonekana unabeba shamba. Unabeba gari. Unabeba urithi, unabeba vitu mingi haionekani. When I came here in Bomet, wale watu ambao wametujoin hawajasikia story. Nilikuja hapa na bag. Nilikuwa nimenunua bag ngumu sana, zile zilikuwa za chandarua. Zile zilikuwa zinawekwa kwa gari. Kuna bag zilishonwa wakati mwingine hivyo ndio isizeeke haraka. Na nilipotoka induction course 3 weeks in Naivasha, nilipostiwa in Bomet as a fisheries officer. Kwa hiyo bag kulikuwa na file kubwa, box file. Ilikuwa na makaratasi zile tulifanyia induction. Then number 2, kulikuwa na blanketi moja. Na nilikuwa naona ni blanketi ya dhamana sana. Just one blanket hapo ndani. Hakukuwa hata na kitambaa ama nini. Naita sheet, bed sheet. There was no bed sheet. And just a few items hapo ndani. Brush ya kupangushia viatu na karangi ya kadogo. I came here and settled here in Bomet some years ago.
But do you know, brothers and sisters, the Lord has prospered me even in ministry. Sasa hii kanisa, if I was to take it as pastoral, ninaweza ngoa hii kanisa nipeleke Kisii. Hello? Can you say? Hebu ona blessings za Mungu vile zinakupatia. Hata hiyo bagi sijui nilitupa lini ndugu Jelule. Sijui iliendaga hiyo bagi wapi energy. Hiyo blanketi hata nilisahau. Saa hii tukifanya sherehe hivi ninaona mtu amenichapa na duvet. Hata duvet zimeanza kujaa. Vitu ambayo ilikuwa ngumu kupata. Blanketi tulikuwa tunanunua ile ya 100 na kitu. Ile kabla nini ya kitanda by 2 by hii kitanda 2.5. Na huko reserve tulikuwa tunafikiria hiyo 2.5 ni 4 by 6. Yaani umasikini ni kitu mbaya. Unaona kama hiyo kitanda ni kubwa sana mnafinyana. So ni hii blanketi ya kawaida hii. But when I look back and see the blessings of the Lord, naambia Mungu kongoi. Asante Yesu. When you bless a man, anafika mahali hiyo vitu hakuna mahali anaweza weka. Na bado ndio mengi yanakuja. When people thought they have seen enough, korova imeinuka hapo ya mamilioni. I want to tell somebody I am blessed. You have not seen the full of me. Wamuchaona mubarikiwa vitu yote zinaendelea kutoka. Bwana asifiwe sana. Can you tell your neighbor? Uchaona bado my full potential. Wait. You shall see it. Unaenda watu wanafikiri hii ndio ya mwisho. Tena unainuka. I am blessed. You are also blessed. Just let me mention one blessing, then I pray. Blessed shall be the fruit of your body, the produce of your ground, and the increase of your hearts, the increase of your cattle, and of the offspring of your flocks. So God spoke to Israel, and I told them, if you are obedient, you hearken to my voice. You hear my voice, and you hearken and do. Then you shall be blessed. The fruit of your body. What is the fruit of the body? What is the fruit of the body? Ni watoto. The fruit of your body shall be blessed. And I want to bless you, my brothers and sisters. The fruit of your womb is blessed. I bless your children. Wale wamesaliwa na wale bado hawajasaliwa. Nataka uweke mkono namna hii. Even if you are a man, just put like this. Can you say, I declare in the name of Jesus, the blessing of my loins, my children, my arrows, they are blessed. As you hold like this, I bless you. Wale munangoja mupate watoto, receive the miracle of your womb. Receive the blessing of your firstborn, the blessing of your secondborn, the blessing of your thirdborn. Nothing should stop it in the name of Jesus. Na leo ninatangaza fruitfulness. Kuna wapendwa wamengoja kupata mtoto kwa ndoa inakawia. Leo I want to connect you to this blessing. Pokea hiyo baraka. Your womb is blessed. Mama mpendwa dada pale,
You man who is there, your seed is blessed. It shall bear. Utapokea watoto. Kuna familia hata wamekosana kwa sababu ya watoto. Maybe it's a man, hakuna mfulana. In the African culture, even in the Jewish culture, watoto wanaume walikuwa wanafaliwa zaidi. Na unapata ni wasichana peke yake. You can find a home, a husband wanakuoroli na mke mpaka wanawachana. Leo nimekuja kutangaza hii. I want you to receive this. If it is your portion. Ni wewe umekuwa ukingangana hivyo, upati watoto pengine wa fulana ama the other gender wasichana. I decree you are blessed. Your womb is blessed to receive wasichana na wafulana. Pata mpaka wakutoshe kwa jina la Yesu. You should not divorce your wife because ya jasaa wafulana ama wasichana. Leo I've come to bless you. You are blessed. Do you know God can perform a supernatural surgery? Kuna watu ambao hata wanakuwa pronounce hawawezi zaa. Wanaume anaambiwa mbegu yako ni kidogo. Wanaambiwa sperm count is low. You can't say a child. But you see, faith is different. When you believe in God, even without intervention of medicine, God can touch your seed. God can touch your womb. Mahali wanasema gumbu yako sio mzuri, haiwezi beba mimba, leo ninaitangaza itabeba kwa sababu ya baraka za Bwana. You are blessed with children. Na hao watoto ukiwapata sio mikoricho. Watoto watafanya ukue wasimu. Ni watoto utaangalia useme thank you Lord. Asante kwa wana wangu. I bless your children. Sio watoto wanasaliwa, wanashikwa kila mwaka. Wanajulikana majina yao kwa chela. Wanaulizwa umerudi tena. I bless your children that they'll be head and not tails. Watakuwa watoto wamebarikiwa. Watoto wanakuletea baraka. Watoto wanakuletea furaha. And bring those children in the ways of God. Parents who are here, musitupie walimu watoto. Fundisha watoto on all things. Tell them about the challenges in this life. Teach them on the dangers of sex outside wedlock. Tell them on the dangers on drugs. Usiogope kuambia anything. The kind of friends wanakaa now. Usiogope. Speak to them because these are your arrows. Kuna wakati unafurahi. Like in this church unawaona ndio wanasavu, wanaanza kupanga vyombo. And it's your son. How do you feel? Sasa anakuambia mom, acha nikudrive. Hii safari unaenda utaweza, ni mimi nakuendesha. How do you feel? So may these children, may you be fruitful with your children na wawe watoto wa maana. Sioni kama mko na imani ya kupokea. Can you lift your hand and say amen? I receive. It is talking of increase. So I speak increase to your children, to your cattle, to your flocks. In other words, prosper in all areas. Mupate ufanisi. Na kwa sababu nimesema hii, kuna ingine pale mbele inasema amuta afya. Nataka niishikanishe nayo. Utaafya mimba kwa jina la Yesu. Whether it's a physical mimba or a spiritual. Physical mimba ni wakati unabeba mtoto. Ninabariki huyo mtoto akae to full term. Speak na huyo mtoto. Kama ni wewe ni mama, you are a lady listening to this message, speak to that child. Mwambie you will not come out prematurely. Kaa hapo usaliwe kama watoto wengine kwa jina la Yesu. Una prepare sermon in the morning, you make a declaration to that child. Tuna declare na tunatangaza.
Wapendwa wetu wamesumbuka kwa kuafya mimba. Hii ni ya mwisho, hii unabeba kwa jina la Yesu, itakuwa ya baraka. Utapokea huyo mtoto na utanyonyesha kwa jina la Yesu. Tusaidie hao wamama, tufanye wote hivi. Fanya hivi. Amen. Utanyonyesha kwa jina la Yesu. That is your blessing. That is your portion. I want to stand up. I bless you. Hizi baraka zote tumetangaza, they are your portion. Can you say it is my portion? I receive. Now I want you to lift your right hand up as you agree with this blessing. Father, in the name of Jesus, I want to thank you for your word, which has come to us powerfully. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, I thank you because of the word of blessing. May every listener to this message receive all that we have shared today. Let every blessing I've mentioned be your portion in the name of Jesus. I announce the year of the Lord for you in 2022. May you be above your brethren. May you above other nations, other people, because of God's favor. May the Lord bless you in the city and in the land. May you increase. May the fruit of your womb be blessed. Your flocks, whatever your hand touches is blessed. I release that blessing upon you. What has made you to lose hope in 2021 shall never be your portion this year. In the name of the Lord Jesus, I decree and I declare, you are blessed. The hand of the Lord is upon you. The leading of God is upon you. The blessing of God is upon you. May you prosper. Ukanawiri, ukainuliwe mahali kokote uliko. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, na kanisa likasema amen. Let's give God a hand clap. Can we give God a better hand clap if you believe? Can you speak mbele hata shetani asikie? Can you say, devil, just understand today. Hear me today. I am blessed wherever I go. And you cannot stop me. Hadi mnaongea na udhaifu. I need niwapeleke hii mafundisho seminar ya siku 3. Ile hata muendi nyumbani ndio imani ikuje. Bado mnaongea kama ile haina uzito hiyo maneno. I'm blessed. I'm blessed. Hata uamini. I'm blessed. Wewe you are blessed. Can you believe in what I am saying? You are blessed. I need to organize a seminar ya kufundisha hii. Mpaka hii kitu ingie ndani. Uanze kuamini you are blessed. God bless you. Wale wanatu watch, let's meet again next week. God bless you. God bless you. Shalom Deliverance Church International, Bomet. Wishing you blessings. The year of great catch. Luke 5 from verse 4 kuendelea. God bless you. Tuketi.